Na mpenzi mtazamaji wa CMB Bright TV, tunatumai kwamba uko poa na unaendelea vizuri. Asante kwanza kwa kuendelea kuwa nasi. Na tunakushukuru kwa kujoin na sisi kwa kusubscribe channel yetu ya YouTube na sehemu zingine pia pamoja na kurasa zetu. Niseme asante kwa wale wote ambao wanaendelea kutufuatilia kupitia simu za viganjani ukiwa popote duniani pale. Na leo hii tuko na dogo au kijana ambaye mmekuwa mkimuulizia sana kwenye mitandao ya kijamii. Nafikiri watu wameipokea tofauti, lakini utofauti ni kwamba tulichokifanya hakikuwa kama jinsi ambavyo watu walikuwa wamekusudia, kwa sababu dogo tulikutana naye mtaani, tulikuwa tunafanya content zetu zingine, lakini tukavutiwa na kile ambacho alikuwa anakifanya, tukaona kwamba inaweza kuwa inspired kwa watu wengine pia na kwa watu ambao wanafanya vitu kama vile. By the way, pia tulikuwa tuna kampeni ya waokota makopo, kwa sababu mimi pia ni mtu ambaye ni mojawapo ya watu ambao nimekutana na waokota makopo, lakini wengi wao wana degree zao, wengi wao wamesoma vyuo na wengi wao wana elimu za juu kabisa, lakini this time unaweza kukuta wanaokota makopo. Sasa cha kujiuliza ni ile mtu anajiuliza kwa nini imefikia hatua ile. So kampeni yetu ilikuwa inahusu namna ya kuendelea kuhakikisha kabisa kwamba watu wanakwenda kuona kile ambacho kinaendelea kwenye mitaa, na watu ambao wanafanya vile vitu, je, ni watu wa aina gani na kwa nini wanafanya vile vitu. So tuko na dogo hapa, na kwa sababu wengi mmetaka kujua wapi anaishi na nini na kila kitu, lakini imetupendeza tumtafute na tuzungumze naye mawili matatu juu ya kile ambacho watu walikuwa wanakitafsiri tofauti. Dogo, mambo vipi? Poa, shikamoo. Marhaba, unaitwa nani? Lobezi. Unaitwa? Lobezi. Lobezi. Unaishi sehemu gani? Kwa jeshi. Kwa jeshi? Unasoma au? Ndio. Uko darasa ngapi? La 6. Na nyumbani unaishi na nani na nani? Na bibi na babu. Bibi na babu? Mama na baba je, wenyewe wako wapi? Anakaa kwa jeshi. Kwa jeshi. Kwa nini ukakaa na bibi na babu badala ya nyumbani? Naenda nikiamua. Mimi ndo nimependa. Okay, mara ya mwisho mimi na wewe tumekutana, ulikuwa umebeba mfuko wa makopo, ulikuwa unaenda kuuza, si ndio? Ndio. Lakini Watanzania labda sasa hivi wanataka kujua kwamba changamoto ni nini hasa mpaka inafikia vile, na ukiangalia umri wako bado ni mdogo, hauendani, na imekuwa tofauti na imewashangaza watu wengi sana, kwa sababu ni mara chache kukutana na watu walika lako wanafanya hizo mambo za kuokota makopo. Na ukiangalia, yani ukilinganisha na umri wako, mara nyingi tumezoea kuona watu wazima, watu wakubwa ndio wanafanya hizo kazi. Sasa kwa kweli ilikuwa vipi mpaka kufikia hatua hii, kwamba kuna changamoto gani kubwa ambayo imekufanya hasa mpaka kufikia hatua hii? Changamoto ilinifikia hapo. Nilikuwa na kama bibi yangu pale nyumbani pale anaumwa. Nikatafuta makopo nikaenda kuuza. Nikapata hela kiasi. Nikamnunulia pale bibi yangu dawa pale. Ilobakia mwenyewe nikafanya matumizi ya kutumia. Kwa ina maana kuna muda unakuwa kwenye majukumu ya kumhudumia bibi. Na bibi ana changamoto gani ambayo inamsumbua? Bibi ni tumbo ndo linamsumbua. Tumbo. Na changamoto zingine niko bibi yangu leo hajala hapa, anatafuta zangu mzigo nauza, namnunulia msosi anakinda. Kama ana la shule zingine makopango hapo nauza. Hela naopata nenda na shule, maisha yanaendelea. Na unawezaje kumanage muda wa kwenda shuleni na muda wa kuokota makopo, au ratiba umewekaje kwa kweli? Muda kwenda shule tuseme kama jioni imefika saa 11, naenda zangu napima, hela yangu naiweka ndani. Kesho asubuhi nikiamka nachukua hela yangu, naambia bibi hela ninayo, naenda zangu shule. Changamoto ambayo unaipitia labda katika harakati zako za masomo, labda ukilinganisha na hii kazi ambayo unakuwa unaifanya sometime, labda unakuwa shuleni na kuna muda unawaza kazi labda za nyumbani, labda na bibi kumhudumia, ni kipi ambacho unakutana nacho kama changamoto, labda muda mwingine kinaweza kikaa ni kikwazo labda cha kukwamisha masomo yako? Kikwazo kingine nawaza nyumbani, nimemwachaje bibi yangu pale kala wajala, sijajua, ndio maana singine kupo masomo yananipita kwa ajili ya niliu kumaza bibi yangu nyumbani. Na unaposoma pana umbali gani labda una nyumbani unapoishi? Na naposoma mimi ni Bunjuwei, ni paka kwa jeshi. Kwa hiyo unatumia usafiri gani, unatembea kwa mguu? Natembea kwa mguu.
Na mpenzi mtazamaji ambaye unatutazama sasa hivi, huyu ndo dogo ambaye tumekufikishia mbele yako sasa hivi, na vitu vingi ambavyo vimeendelea kutokea kwenye maisha yake. Nafikiri tumekutana naye tu kwa bahati mbaya au bahati nzuri, lakini uzuri zaidi ni kwa kuwa tayari kile ambacho kilikuwa kwenye nafsi yake umekisikia wewe kama mpenzi mtazamaji na Mtanzania mwenzetu. Pengine anahitaji msaada wako wa namna yoyote ile, lakini hatuwezi kujua tukimsaidia kwamba kesho atakuwa nani, kwa sababu mpaka kukutana na sisi labda kulikuwa kuna jambo kubwa ambalo labda Mungu amelipanga. Sasa mdogo wangu, labda tuzungumzie kitu hapa kwa upande wa labda kama sasa hivi Watanzania wanaokutazama sasa hivi kupitia SMB Bright TV, labda wanaotaka kukusupport. Labda kwanza una simu? Simu ninayo lakini ni mbovu. Mbovu. Nimepeleka kwa fundi. Ndio naitafutia hela. Na nyumbani pale bibi ana simu? Bibi yangu pale ana simu. Na watu labda wanaotaka kukusupport sasa hivi, labda kwa ambao wanataka kukusupport kwa chochote, unahisi labda wanaweza tukatumia namba gani kusupport? Kwa ni support nitatumia namba ya mamangu. Namba ya mama? Kwangu mimi sikichukuli tofauti. Changamoto yangu mimi ni madaftari. Kama wengine wakinisaidia nitanunua daftari. Hela nyingine itabaki nitanunua pale dawa pale. Ikitokea hata James bibi kazidiwa, najua dawa zipo nyumbani. Hata kama nipo shule najisomea, najua nisamwelekeza muda huu kumeza dawa, muda huu sio kumeza dawa. Na hizi ada za shule ambazo zinakuwa zinatokea waga zinagharamiwa na nani au inakuaje? Hizi ada zinazotokea saa nyingine yani mpaka niende zangu kwa mama. Saa nyingine mamangu ile ana nasema sawa, narudi nyumbani, na nikisarudi nyumbani kesho yake ikifika kama shule, walimu akisema hela ya ada iko wapi au ya chakula, naambia mwalimu sina, nikopeshe kesho nitakuletea. Kuna kipindi ambacho umewahi kustopishwa masomo kwa sababu ya kukosa pesa ya shule? Hapana. Haijawahi kukuta? Na ni changamoto gani ambayo unakutana nayo labda ukiwa kwenye masomo, maybe labda ukiwa darasani na wenzako? Kitu gani ambacho huwa ukipendi zaidi ukiwa darasani? Kitu kilichotokea darasani, kama tunasoma nyingine wanapiga makelele, nyingine mara kae ubaoni pale, yani unakupa auelewi, yani makelele, huku nyingine wanafuta ubao, yani atakupa uelewi. Ndicho kitu ninakichukia. Ukiwa shuleni ni vipindi gani ambavyo unapendelea zaidi? Nikiwa shule na vipindi ninavyopendelea ni Hisabati. Hisabati. Somo jingine ana Kiswahili. Kiswahili. Basi hivyo tu. Sawa. Sisi nafikiri tumeweza kufikia Watanzania na wamesikiliza kile ambacho ulikuwa unakizungumza hapa. Nafikiri sasa itakuwa ni jukumu lao wao kuamua kusupport kwa chochote ambacho watakuwa wameguswa nacho. Nafikiri kitakachotokea tutaendelea kuangalia hapa kupitia namba ya mama ambayo ulikuwa umeiweka hapo, lakini nafikiri pia tutapata muda vizuri wa kwenda kumuona bibi pia tuzungumze naye, na yeye labda atakuwa naye kwake kuzungumza na sisi. Sawa? Ndio. Mpenzi mtazamaji wa SMB Bright TV, niseme asante kwa kuwa nasi, na kila kilichokuwa na mwanzo huwa kikosi mwisho. Ulikuwa na mimi ya Mungu, nyuma ya kamera yupo director Haji, na asante kwa kuwa nasi. Cha msingi usiache kuendelea kusubscribe kwa sababu itakuwezesha wewe kuwa na urahisi wa kuendelea kupokea update zetu kila itwapo leo. Asante kwa kuwa nasi, nikutakia wakati mwema. Bye bye. Mapinduzi ya teknolojia nchini Tanzania yanaendelea kupiga hatua kwa kasi zaidi, na hii imesaidia vyombo vingi vya habari nchini Tanzania kutoa habari zao kwa jamii kwa wakati sahihi, kwa sababu teknolojia inaruhusu wao kuwapa habari wananchi wa Tanzania kwa wakati huo. Sasa sisi kama SMB Bright TV tumejipanga kwenye engo mbalimbali kuhakikisha taarifa zetu za habari muhimu za kijamii zinakufikia kwa wakati sahihi, kwa sababu bwana, teknolojia inaturuhusu kukupa habari kwa muda ulio sahihi zaidi. Taarifa zetu za kijamii, michezo, burudani, interview za wasanii mbalimbali zinafika kwako kupitia simu yako ya mkononi. Nenda pale YouTube, search SMB Bright TV, utaona huduma zetu za habari mbalimbali kama nilivyokuambia pale, habari za kijamii, michezo, burudani na interview za wasanii mbalimbali ndani na nje ya Tanzania. Lakini kama una shughuli ya kwako, una kitchen party, birthday party, una harusi, una msiba, unataka uluke live, SMB
CMB Bright TV tuko kwa ajili ya kwako. Tupigie simu yetu ya mkononi 0678978301, 0678978301 au 0768329782, 0768329782 au fika ofisini kwetu Bunju Salama, Dar es Salaam, au tutafute kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tunatumia CMB Bright TV. Usiogope, bei zetu ni za kizalendo zaidi. Allah.